Leo nawaletea zao la tikiti. Nawaletea hili zao ambalo lina uwezo wa kutupatia pesa nyingi sana endapo tukiwa nalo makini. Huyu ni mkulima wangu ambaye ni shamba darasa la kijiji cha Usunga, kata ya Usunga, wilaya ya Sikonge, mkoa wa Tabora. Karibu sana katika chaneli ya Afisa Kilimo. Na mimi mwenyewe ni afisa kilimo wa kijiji cha Usunga, wilaya ya Sikonge, mkoa wa Tabora. Matikiti yanastawi sana kwenye udongo kichangachanga na tifutifu. Kwa mfano huu hapa, shamba hili lina matikiti mengi sana, matikiti makubwa ya kuvutia. Matikiti kuanzia kilo 8 na kuendelea yapo humu. Tumetoa ushauri na ufuatiliaji wa kina kwa huyu mkulima, hatimaye amefanikisha lengo lake. Naomba msisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kama ushauri wa aina yoyote, tutaweza kutoa ushauri ili muweze kufikia malengo. Matikiti kuyakuza ni rahisi sana, ila nyenzo kubwa ambazo unatakiwa uwe nazo, lazima uwe na mtaji. Na kikawaida mtaji huwezi kuupata kwa mara moja au kwa siku moja. Mtaji lazima ujiandae taratibu, kununua mbolea, mbegu na vitu vyote vinavyohitajika ili uweze kufikia malengo kama haya ya huyu mkulima wetu hapa. Mkulima huyu anatarajia kuvuna matikiti yake kesho asubuhi ili kuyapeleka sokoni. Labda niongee kwa kifupi tu. Kitu kikubwa ili uweze kufanikisha kwenye matikiti, cha kwanza kuwa na mtaji. Mtaji wa mbegu, mbolea, pamoja na maji. Yaani tikiti kwa sababu inaisha tikiti maji, maana yake linahitaji maji ya kutosha ili kukua, kufikia katika hii stage. Ukiandaa hivyo vitu vyote ukawa navyo, basi unaweza kufanikiwa kwenye matikiti. Upigaji wa dawa, upigaji wa booster na uwekaji wa mbolea utafanikisha kufikia malengo ya kupata matikiti kama haya